Hii ni Fumo 255. Karibu katika dondoo za michezo, na kubwa hapa bwana, tunakuletea kile kinachotrend huko kwenye mitandao. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment YouTube channel yetu. Na hivi sasa ni swala la tetesi za usajili zimekuwa zikigonga vichwa vya habari za mitandao ya kijamii, na hapa tumenasa habari kadha wa kadha, ikiwemo pale wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club, Jangwani kule Young Africans, Azam FC na timu nyinginezo ambazo nazo zimekuwa zikihusishwa hapa. Tukianzia hapo kwa mnyama Simba Sports Club, wana mpango wa kuachana na baadhi ya nyota zao kadha wa kadha, na hii ni kwa sababu wengine wakiwa wamemaliza mikataba yao ile ya kucheza kwa mkopo, lakini wengine kutofikia malengo na klabu kutokana na kwa mujibu wa mikataba waliowekeana, na hivyo baadhi ya mastaa ambao wamekuwa wakihusishwa sasa kuondoka ndani ya wekundu wa Msimbazi Simba ni pamoja na hawa hapa. Namzungumzia Neo Maema. Mchezaji huyu Neo Maema ni mchezaji wa Simba Sports Club. Ni mchezaji ambaye ametambulishwa lakini ameshindwa kufanya vizuri, na anatokea Afrika Kusini katika klabu ya Mamelodi Sundowns, na hivyo basi inaelezwa kwamba Neo Maema ambao ni usajili wa 2025 kwa maana mwanzo mwa msimu, anakaribia kuondoka ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club. Lakini baadhi ya nyota wengine ambao wamehusishwa kuenda wakaondoka ndani ya Simba kwa mujibu wa tetesi zilizopo ni pamoja na mchezaji Kante. Huyu ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatarajia kuondoka kunako Simba Sports Club, na tetesi zake nazo zipo na zimegonga vichwa vya habari mbali kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na mchezaji huyu kutarajiwa kuondoka ndani ya Simba Sports Club. Kiungo huyu wa Senegal Alassane Kante amejiunga na Simba wakati akitokea Athletic Bizetini ya kule nchini Tunisia, na hivyo basi ni miongoni mwa wachezaji ambao watapewa thank you. Lakini wachezaji wengine wanaotarajiwa kupewa thank you ni pamoja na Ino Jospin Leombo. Mchezaji huyu mwenye miaka 23, raia wa Cameroon, ambaye ameitumikia timu ya Colombe Sportive kabla ya kujiunga na Simba, naye ni miongoni mwa wachezaji ambao wanatarajiwa huenda wakatimka kunako Simba Sports Club katika kipindi hiki ambacho tetesi za usajili zimekuwa zikigonga mwamba kweli, na sisi kama wafuatiliaji wa mambo tupo karibu kabisa kuangalia nini kitatokea kwa wachezaji hao. Lakini habari njema kwa pale Jangwani ni kwamba huenda Stefan Aziz Ki akarudi Jangwani. Zipo sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikamfanya nyota huyu kurudi Jangwani, na tetesi tulizonazo ni kutokana kutokufanya vizuri sana huko alipo, ukilinganisha na matokeo mazuri ambayo amekuwa akiyapata ndani ya Young Africans kwenye misimu kadhaa aliyokuwa akitumikia. Meji huyu wa taifa yuko mbioni huenda kurejea kunako klabu yake hii ya Young Africans, na hili huenda ikawa ni anguko kwa Stefan Aziz Ki kama atarudi Jangwani. Na tukiwa tunasalia hapo Jangwani, taarifa tulizonazo ni kwamba huenda Mwamnyeto beki huyu akatimka ndani ya kikosi cha Young Africans, na lolote linaweza kutokea kwa Mwamnyeto. Mpaka hivi sasa hamna kandarasi yoyote ile ambayo baina ya Young Africans na Mwamnyeto wameingia kuashiria kwamba huenda akasalia katika timu hiyo, na hivyo basi hii inatupa wasiwasi kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya mitandao ya kijamii kwamba
Mwamnyeto huenda katimka ndani ya Young Africans. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana na huyu Nathaniel Chilambo pale wekundu wa Msimbazi Simba. Taarifa hizi zinaelezwa kwamba Simba wamekamilisha usajili wa beki wa kulia wa Azam FC Nathaniel Chilambo, umri wa miaka 26 kama mchezaji huru. Chilambo amesaini miaka 3 Simba na kila kitu kimekamilika, na tutashuhudia mchezaji huyu akijiunga na Simba msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara akitokea pale Azam FC. Zipo taarifa nyingi kweli, lakini unaweza ukaona taarifa hizo. Miongoni mwa taarifa nyingine ni kwamba Simba wanakaribia kukamilisha usajili wa mshambuliaji wa zamani wa Azam FC na timu ya taifa ya Tanzania Abdul Hamisi Suleimani, miaka 25. Basi hii ni Fumo 255. Subscribe, like na comment YouTube channel yetu.